Kuanzisha biashara. Tunaendelea na masterclass yetu ya jinsi ya kuanzisha biashara, na kwa wiki hii tutakuwa na vipindi vitatu: Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. Sasa tulishakuwa na kipindi cha Jumatatu ambacho tulikuwa tunazungumzia jinsi ya kuchagua biashara. Sasa leo Jumatano tunazungumzia jinsi ya kutambua fursa za kufanya biashara. Sasa watu wengi wanasema hakuna fursa za kufanya biashara kwa sababu wanasema vyuma vimekaza. Hiyo sio kweli. Fursa zipo, lakini zimejificha. Sasa inabidi uwe shapu kuzitambua hizo fursa, na mara nyingi hizi fursa zimejificha nyuma ya kitu wanaita changamoto, au ndio wanasema matatizo. Sasa hiki ni kitu gani? Sasa hebu tuangalie aina tatu za fursa ambazo ziko mtaani kwako. Hizi ziko vipi? Sasa kuna utani kidogo hapa. Watu wanasema kuwa ukitaka kuona fursa, vaa miwani ya kuona matatizo. Sasa hizi hapa ni sehemu tatu za kuchukua nosi zako kuhusiana na ile swala la kutambua fursa. Na mara nyingi hatusemi matatizo, tunasema ni changamoto. Kuangalia changamoto zilizopo, alafu ona kama kunaweza kukawa na solution au suluhisho ya hizo changamoto. Sasa hebu tuangalie mambo matatu yanayohusiana na fursa. Namba moja ni kuangalia inefficiency, yaani uzembe katika utendaji wa kufanya biashara. Sasa hapa kuna uzembe na kuchelewa. Kwa hiyo unachofanya ni kuwa unaangalia huduma zinazotolewa mtaani kwako. Je, zinachelewa? Yaani nikizungumzia huduma nazungumzia za kibiashara. Je, zinachosha? Ngoja nikupe mfano. Kama kuna mamalishe anapika chakula kitamu lakini anachelewa sana kuhudumia watu maofisini, fursa yako ni kuanzisha biashara ya chakula inayofika ofisini on time, yaani kwa wakati unaotakiwa. Hujagundua chakula lakini umeboresha ufikishaji wa chakula. Hiyo ndio fursa inavyopatikana. Namba mbili, wanasema kama pana gap, yaani kama kuna upungufu wa aina fulani katika labda kutoa huduma na vitu kama hivyo. Watu wanatafuta nini na hawapati? Sasa hapa mfano, ngoja nikupe mfano. Mtaani kwenu kuna maduka mengi ya nguo za wakubwa, lakini hakuna duka maalumu la nguo za watoto wachanga. Sasa hiyo tayari inakuwa ni gap au ni upungufu. Kwa hiyo fursa ni kujaza hilo pengo, ndio inapoanzia hapo. Kwa hiyo jaribu kuona kama unaweza ukaanzisha biashara ya nguo za watoto wachanga katika hilo eneo ambapo hakuna nguo za watoto wachanga. Namba tatu ni sehemu ambapo kwenye biashara kuna pain au wengine wanasema kuna maumivu au kero. Sasa sikiliza watu wanalalamika nini kwenye hiyo sehemu ambapo wanataka kufanya hiyo biashara. Mfano, huyu analalamika kwa fundi wa simu ni mwizi. Au mwingine anasema hapa mjini bwana kupata house girl ni shida. Sasa kila lalamiko ni wazo la biashara. Na anzisha agency yako kuunganisha wafanyakazi wa ndani waliohakikiwa ili uweze kuwapatia kazi. Sasa hapa inakuwa umetibia ili tatizo la maumivu ya watu kukosa wafanyakazi wa ndani. Kwa hiyo kwa kifupi tunasema kuwa fursa inatokana na changamoto. Kama mahali pana changamoto za kibiashara, watu wanahangaika kutokana na hizo changamoto. Sasa wewe unachofanya unajiuliza kama kuna fursa au kuna solution au kama kuna suluhisho la hiyo changamoto. Sasa unapoipata suluhisho la hiyo changamoto, kama nilivyokueleza kwenye mifano mitatu, suluhisho lako ndio linakuwa ndio fursa ya wewe kuanzisha biashara kwenye hilo eneo. Na hapa tumeona mifano mitatu
Ya kwanza ikiwa kwenye swala la uzembe au na kuchelewa, ya pili ikiwa ni swala la kwenye upungufu, yaani gap inapotokea, na ya tatu ni kwenye maumivu au kero inapotokea. Hivi vitu vyote ndio vinahusiana na fursa. Unafahamu mbinu za kugundua fursa? Sasa mimi nitakueleza hizo mbinu. Sasa mbinu ya kugundua fursa ni lazima upite uzunguke katika sehemu mbalimbali, ndipo utakapoweza kugundua hizo fursa. Sasa nataka ufanye zoezi, ikiwezekana hata hapo kesho. Tembea mtaa mmoja kutoka mwanzo hadi mwisho. Usiangalie kama mpita njia, angalia kama vile mpelelezi. Kwanza jaribu kuangalia kama hayo maduka ya rejareja au wengine wanaita maduka ya mangi yana kitu gani ambacho sio cha kawaida, kwa maana kuwa kama ni changamoto. Hiyo ni ya muhimu sana. Halafu nyingine ni kuwa pita kwenye vijiwe vya bodaboda na kuangalia kama kuna tatizo kwenye hivyo vituo vya bodaboda, yaani wanakosa kitu gani kuhusiana na biashara. Sasa kama kuna kitu wanakosa au watu waliopo kwenye kijiwe cha bodaboda, hapo tayari kuna fursa. Tatu ni kwa kina mama lishe au mama ntilie ndio wanasema. Wao unaangalia wanatupa wapi takataka zao. Sasa ukiona kuna tatizo, jaribu kuona kama hapo wanapotupa takataka kumekuwa na changamoto. Sasa kama kuna changamoto, yaani hawa kina mama wanapata changamoto ya mahali pa kutupa hizo takataka zao, sasa ni fursa kwako kuona kama kuna suluhisho la kupata mahali pa kutupa takataka zao. Sasa katika pitapita yako ukiona tatizo, andika kwenye karatasi yako, na ukipata orodha ya matatizo kama 10 hivi na kuyafanyia kazi, sasa hapo yaani unatafutia ufumbuzi wa hayo matatizo 10, hapo tayari unakuwa na mawazo 10 ya kufanya biashara, au kwa lugha nyingine unakuwa na fursa 10 za kufanya biashara. Mambo ya kutosha au nimekufungua macho kuhusiana na hili swala la fursa, yaani fursa ni nini, lakini pia jinsi ya kuitambua fursa. Sasa kwa kumalizia, kuna mambo mawili matatu bado nataka kueleza kuhusu fursa. Sasa ni hivi, fursa haiji kama zawadi iliyofungwa vizuri. Inakuja kama kazi ngumu na matatizo ya kutatua. Ukiwa tayari kuchafuka mikono kutatua kero za wengine, pesa itakufuata. Sasa kwenye video ijayo katika hizi series tunazoendelea za jinsi ya kuanzisha biashara, ambayo itakuwa ni siku ya Ijumaa, kuna kitu cha muhimu sana ambacho nitakizungumzia, kwa sababu tutaangalia swala la location, yaani sehemu nzuri ya kufanya biashara. Wapi uweke hiyo biashara ili wateja waione kwa urahisi. Kwa hiyo usikose kuangalia kipindi chetu siku ya Ijumaa, ambapo tutazungumzia jinsi ya kuchagua sehemu nzuri ya kufanya biashara. Sasa kabla ya kumaliza hiki kipindi, nina wito. Sasa wito wangu unahusu nini? Kwanza naomba uniambie kati ya haya mambo niliyokuelezea kuhusiana na fursa, ni jambo gani unafikiri limekuhamasisha sana kiasi ya kuwa uko tayari ikiwezekana hata kesho uanze kushughulikia masuala ya fursa? Namba 2, kutokana na haya niliyokuambia hasa ya fursa, ni kitu gani unafikiri kinakuwa kama ni changamoto kwako na unahitaji msaada? Kwa hiyo naomba uniandikie na kuniambia hicho kitu au hilo jambo, na mimi nitajaribu kukusaidia. Namba 3, naomba usubscribe. Ukisubscribe utakuwa unaona sasa vipindi vyetu na video zetu kila vinavyotoka. Kwa hiyo bonyeza hiyo button ya kusubscribe ili usikose kuona vipindi vyetu vya television pamoja na video zetu. Na mwisho ni swala la kubonyeza hiyo button ya like. Unajua ukibonyeza hiyo button ya like, ina maana vijana mbalimbali ambao wanataka kufahamu mambo ya kuanzisha biashara